Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo karibuni katika mambo ambao Bwana ameweza akaandaa kwa sababu ya maisha yetu. Maana hii ni siku nyingine ambao Bwana ameweza akaiandaa kwa sababu yangu na kwa sababu yako. Najua kwamba maisha haya Mungu ametupatia akiwa na kusudi. Kama vile Mungu ametupangisha siku ya leo. Maana kuna watu ambao tulizaliwa nao, kuna watu walikuwa hapo siku ya jana, kuna watu walianza mwezi, kuna watu walianza mwaka na wewe, lakini sasa siku ya leo hawako. Kwa hivyo siku ya leo tumepata nafasi ya kuweza kusemeshana na Bwana. Tazama kila wakati ambapo unaona ya kwamba umepata nafasi ya kuamka, ujue ya kwamba Mungu ako na kesi na wewe ameandaa mbele zako. Tazama siku ya leo, basi jiandae na mimi nikaweza nikajiandae ili isikue siku ya kawaida, bali ikawe siku ya Bwana ameweza akaiandaa kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Siku ya leo nikijua kwamba Bwana huyu ambaye alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu ameweza akaniandaa nami ili nikaweza nikasema na wewe mambo machache ambao siku ya leo Bwana ameweza akaandaa katika moyo wangu. Kumbuka kwamba hii dunia ina mambo mengi ambao watu hupendezwa nayo, na kuna mambo mengi ambao tunatakiwa tuyaache ili tukaweza tukafurahisha huyu Mungu. Ni kwa sababu kupenda dunia inaweza kuwa ni adui, kwa sababu hutaweza kumpenda Mungu na upende dunia. Kwa hivyo lazima ukawacha moja, na ile utakaoacha ni dunia, kwa sababu tabia ambayo iko duniani ile ambayo inatufundisha ni kuweza kuenda kinyume na Mungu, kwa sababu mwili ulifika mahali ambapo ulitarajia kuwa. Kumbuka ya kwamba huu mwili ambao ulifika mahali hapo ulipotengenezwa, hakuna mahali nyingine utaenda, roho ndio itarudi mahali ambapo ilipotoka. Kuna jambo moja ambao nimejifunza na matawi. Kuna matawi ambao huwa inakuwa katika mto, na haya matawi huwa wakati mwingine mto unapojaa, haya matawi haing'oki, hawa matawi haifunjiki, lakini huwa iko na tabia. Kuna tabia ambao huwa imejizoeshea ya kwamba maji yakijaa, hii matawi huwa inalala tu, na maji yakipungua katika ule mto, matawi husimama tena. Inamaanisha ya kwamba hii dunia kuna mambo ambao unatakiwa uweze ukabadilisha tabia na ukakae kulingana venye wako, kwa sababu wewe angalia kama ni mdomo wako. Huu mdomo wako umeweka tabia gani? Wakati watu wanaongea, wewe utaongea kama hawa? Wakati unavyovaa, utavaa kama hawa? Macho yako inaangalia nini? Masikio yako inaangalia nini? Kwa hivyo kaa kama yale matawi ambapo yakishajaa, maji yakishajaa yanatulia. Hawaongei kama watu wale wengine, hawaoni kama watu wale wengine, na hawasikilizi kama watu wale wengine, maana masikio yao yamepangwa. Kuna vile masikio yao yamepangwa ya kwamba mimi nikiona haya sitafanya haya, nikisikia watu wakiongea siasa hii nami nitafungua katika mstari wa Biblia, kwa sababu kuna watu ambao hupendezwa sana ili baka karibu wavunjike. Kaa kama ule mti ambao uko ndani ya maji, ya kwamba mto ukijaa, matawi haya huwa yanalala na maji yakipungua inasimama. Kwa hivyo wakati siasa iko juu, wewe usiende kwa siasa. Wakati watu wako katika matusi, wewe usiende kwenye matusi. Wewe inama tu, halafu baadaye tokea tena uambia kwamba niliwaambia na nilijua ya kwamba kuna ushindi. Wacha mambo mengi. Hii dunia ina mambo mengi sana, lakini tukiwacha, tujifunze katika kunena katika Bwana, katika kusikia kutoka Bwana, kwa sababu ulimi wetu, katika macho yetu, katika masikio yetu, katika miguu yetu, kuna watu wanapenda sana kuingia kila mahali. Usiingie kila mahali. Jipange unapoingia ni wapi. Sijasema ya kwamba usitembee hii dunia, lakini angalia sana ni wapi hapo ambapo unatakiwa utembee. Na mimi najua kwamba siku ya leo utajifunza mambo mengi sana kuhusu hii dunia, kwa sababu sasa hautakuwa ukifinyiliwa na tabia za watu vile wanavyofanya, na wewe utaendelea pamoja nao ukiona ya kwamba haifai, haipendezi moyo wako. Bana moyo Mungu ambaye ameweka hisia ambayo uko nayo, unaposikia ni Mungu anakuambia kwamba usifanye yale. So unataka nikaweza nikaomba alafu tukaendelea. Najua kwamba Bwana ni mwaminifu na atatuongoza hata kapokamilisha kipindi cha siku ya leo. Acha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo. Ninakushukuru Bwana jioni, ninakushukuru saa saba. Ili Baba Yesu Kristo ukaweza ukatukumbuka, ili ukaweza ukatuonekanie Bwana. Kipindi hiki ambacho Baba Yesu Kristo ume
umeandaa, na iweka mbele zako ili Baba Yesu Kristo, mtazamaji na msikilizaji siku ya leo ukaweza ukaubariki Baba na kumuonekania, ili nami Baba unaponitumia siku ya leo isikuwe kawaida, bali mapenzi yako Bwana yakaweze Baba Yesu Kristo kutendeka. Baba uinuliwe na upewe sifa, na ni katika jina Kristo leo mkombozi Baba naomba na kuamini. Amen. Basi siku ya leo niko na ujumbe ambao unasema mlango, the door. Mlango. Niko na ujumbe ambao ni mlango tu, ambao tunajua mambo ya mlango na tutaangalia hata faida yake mlango ukisha uona, mlango ukisha funguka. Maana kuna mambo mengi sana. Hauwezi ukapita kila mahali. Hata kwa nyumba yako, hata kama ni yako, huwezi ukapita kila mahali. Kuna mlango. Na hata najua siku ya leo napoleta mambo ya mlango, najua kwamba Mungu atakusaidia na mimi atanisaidia. Siku moja mtu mmoja akasema ya kwamba kuna siafu inamsumbua sana kwa nyumba yake. Siafu ni safari ants. Akasema ya kwamba zinamsumbua sana kwa nyumba yake. Lakini baada ya mwaka mmoja kuna rafiki yake alitembea na akaona ya kwamba ampatie nafasi ya lala sitting room, na alipolala sitting room siafu haikukuja siku hiyo. Na akajiuliza asubuhi, siafu zilikusumbua? Akasema hakuna, mimi siafu niliona. Akamwambia mimi bedroom zimenisumbua, watoto wangu wamesumbuliwa, siafu zimemkula sana. Basi akasema ya kwamba mimi sikuona hapa sitting room. Na basi akakaa baada ya siku 3 tena akatembea. Akampeleka jikoni, akamwambia hii ndio jikoni yangu. Na alipomwonyesha ile jikoni tena siafu ikukuja. Kumbe ndugu alipoingia pale siafu hawakukuja. Na sitting room hawakukuja, maana alikuwa amelala siku nyingine staff room. Siku alikuwa amelala katika sitting room. Siku nyingine tena akawa tena ametembea, akampeleka bedroom, akamwambia hapa ndio bedroom yangu. Siafu hawakuja tena. Kumbe baadaye ndio akamuuliza siri ni nini ya kwamba mahali ambapo huko siafu haiji. Akamwambia hapana, ile room unanifungulia mimi nami natakaza. Na kumbe hivyo ndivyo hata siku ya leo watu wameteseka na siafu na wadudu na nini, kwa sababu kuna rooms hawajafungua, haujamuonyesha, wewe umekuwa ukifanya siri. Kumbe Yesu ukimfungulia siafu hawatakuja. Kuna mambo ambayo yanakusumbua, na ukishafungua bila shaka ni mlango ambao hujafungua. Fungua hiyo room ambao umefunga wewe mwenyewe. Wewe unajua kama ni roho yako, kama ni macho yako, kama ni mapua yako, kama ni mdomo yako. Kuna mlango ambao haujafungua ili Yesu akaweza akaingie. Huyu mgeni ambaye anaingia siafu asiingie, ama wadudu ama waharibifu ama pepo, ni kwa sababu Yesu ukimfungulia mlango huo, bila shaka mlango huo akifungua ataingia na atakusaidia. Katika kwanza katika kitabu cha Ufunuo 3. Kitabu cha Ufunuo 3, kumbuka kiliandikwa na kitabu cha Yohana aliandika hii kitabu. Yohana 3 na mstari wa 20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Huyu ni Yesu sasa anasema ya kwamba ako mlangoni, kama vile nimekuambia kwamba Yesu yuko mlangoni na hana mambo mengi. Anasema ya kwamba yeye anabisha. Kuna watu wengi ambao mlango imekuwa ikibishwa kila wakati. Tangu ulipozaliwa, tangu miaka ile ambayo umeishi siku ya leo, tangu ufungue hiyo biashara, tangu uanze kuolewa na uoe, tangu uanze kwenda kanisani, Yesu anabisha mlango. Na mlango huo ukifunguliwa anasema ya kwamba ataingia na kukula na wewe. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ungekuwa ukishiriki na Yesu, lakini bado wewe hujafungua hiyo mlango. Wewe hujakubali Yesu aingie. Ninakuona hata wewe mama, hata wewe mzee, hata wewe mwanarika, hata wewe mfanyabiashara, hata wewe ambaye unaongoza kikundi cha praise and worship. Kuna mlango ambao hujafungua, na Yesu anasema ninabisha, niko pale mlangoni. Yale mahangaiko ambayo tumekuwa tukiyapitia ni kwa sababu kuna siri ambazo watu wameweka, na katika huo mlango bila shaka ninajua kwamba Yesu anasema katika hiyo Ufunuo ya kwamba tazama, fungua macho yako uone ya kwamba yale mambo ambayo yanakuteza, yale mambo ambayo yanakuumiza, ni kwa sababu Yesu ako pale kila wakati akibisha mlango akisema si ufungue tu, si unaona mimi niko na kila kitu.
Si unaona mimi niko na dawa ya kukuponya magonjwa, niko na dawa ya kukusaidia kwa sababu umeumia, umeteseka. Angalia venye ulifutwa kazi juzi, angalia magonjwa yenye ulikupata juzi, angalia biashara yako venye imeenda chini, angalia huduma yako vile imeshuka. Ulikuwa na huduma mzuri sana, lakini bado mlango unabishwa. Wewe fungua, naongea mambo ya mlango. Just the door. Kama utakubali tu mlango wako uwe wazi na ufunguke, maana uko na ufunguo. Kifunguo najua uko nacho, ambacho ni Yesu Kristo, lakini haujakubali. Ukikubali Yesu Kristo aingie ndani yako, bila mimi nimeona watu wengi sana wakitizika, lakini wanapoingia wanasema kwamba mtoto wangu alikuwa mlevi, mtoto wangu alikuwa mwizi. Lakini mama, unapofungua usijali wewe msichana yako alikuwa amekulemea. Haja kulemea, ni wewe hujafungua mlango. Mlango ukifunguliwa, bila shaka utaona venye itakavyofanyika, maana Yesu anasema niko pale mlangoni tu ninabisha. Na ukifungua, Yesu anasema atakula pamoja na wewe. Katika kitabu cha Mathayo 7, ambapo tunajua kwamba tunahitaji mlango ifunguliwe. Mathayo 7 mstari wa 7 na wa 8. Maana tunajua kwamba ni mzuri kuweza kujua kwamba mlango huyu Yesu hajakataa. Mlango huyu anaenda kutufungulia. Sasa sikia maneno. Mathayo 7 mstari wa 7 Biblia inasema ya kwamba obeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye huwapokea, na naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Biblia inasema mzuri sana katika Mathayo ya kwamba hapa kuna mambo ambayo ninajua watu wanatafuta, ninajua watu wanauliza, lakini niko sehemu hiyo moja ambayo inaongea mambo ya kubisha. Kwa hivyo kuna sehemu nyingine ambayo itatumia nguvu zako. Ninajua kwamba hii mlango lazima utatumia nguvu. Kubisha uwezi ukabisha kwa kuhispa ama kwa sauti ndogo, hapana. Kubisha lazima utumie mkono. Kama utatumia mkono, basi ugonge na mguu ama ufinye kengele. Kuna mahali nyingine ambapo nyumba zingine mlango wao kufunguliwa lazima ufinye kengele. Sasa angalia hapa, anasema ya kwamba anajua umeomba, umetafuta, lakini kuna sehemu yako ya kugonga mlango, kubisha. Siku ya leo Yesu anahitaji mtu abishe. Yesu anahitaji mtu aamke aende kanisani. Yesu anahitaji mtu aweze mlango kufunguliwa. Inahitaji nguvu zako, inahitaji matoleo. Wewe kwanza watu wakisikia matoleo kanisani wanasikiaga ni kama wameguzwa mahali pengine, lakini lazima utabisha tu. Ukisikia kunatolewa, lazima hiyo ni kubisha. Ni mlango ambao unatakiwa ubishe, haitakiwi maombi. In fact kuna mlango ambao kufunguliwa haitaji maombi. Mlango kama wakupata pesa, nimejua na nimesikia, nimefundishwa na mitume na manabii wamenifundisha. Nami ninakuambia siku ya leo kuna mlango ambao inatakiwa ifunguliwe, na huu mlango nakuambia lazima utabisha, lazima utatoa, lazima utajinyima. Huu mlango unahitaji maombi magumu yale ya kujifunga. Haihitaji tu kunyamaza tu, inahitaji, na maana anasema kwamba abishaye ndiye atafunguliwa, si kila mtu. Na unajua kuna milango mingine hata haihitaji hata kugonga. Kuna milango mingine hata tu kusukuma tu, kwa sababu lazima nguvu itumike. Kuna milango mingine ambao ukipush tu, imeandikwa hata kwa mlango hapo just push. Kuna milango mingine ukipush, kwa sababu lazima utatumia nguvu. Yesu angesema ya kwamba wewe simama kwa mlango, wewe tafuta, na mlango itavuka peke yake, lakini anasema hapana. Yesu mwenyewe ndiye anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapata na mtafute, lakini mbishe. Hiyo sehemu ya kubisha lazima tuangalie sana, kwa sababu mlango umefunguliwa, mlango uko pale, lakini lazima ubishe. Haitakiwi mambo mengi. Lazima utatumia bidii. Lazima utaamsha mtoto wako asubuhi ili mlango wake ukafunguke. Mtoto mdogo wanapoenda shuleni, hata kama ni chekechea, hata kama ni pipi 1, pipi 2 madarasa la kwanza, lazima umfundishe jinsi ya mlango kufunguka akiwa mkubwa, ya kwamba lazima amke mapema, lazima afanye kazi ya ziada ili amepewa na mwalimu jioni. Hata nawe wewe kwenda kanisani, wewe
kutoa matoleo, wewe kuokoka, wewe kuacha dhambi. Hiyo ni mlango ambayo lazima utabisha, lazima utaenda kwa maombi msituni, lazima utajifunga, lazima utajitoa, lazima uelewe. Kuna watu siku hizi nao wananishangaza. Hii milango haifunguliwi kwa mateso. Watu sasa baka kanisa imekuwa ya kuaibika. Kwa sababu sasa sijui watu wanataka kufungua milango aina gani. Baka unakuta baka askari wanaenda kanisani kwa sababu milango haifunguliwi hivyo. Na hakuna makosa serikali inafanya. Lakini sasa lazima tujipange kufundisha watu sisi ambao tunasimama na Biblia, hata kama ni barabara, hata kama ni wapi. Tujue milango tunayobisha, tuelewe tunabisha aje. Si kuenda watu wakufe kanisani, si kuenda kufanya mambo ambayo inafanyika ambayo si ya kawaida. Baka neno la Mungu linakosa maana. Lakini siku ya leo wewe elewa ya kwamba anasema ya kwamba wewe bisha huu mlango, mlango ataufungua, na akiufungua utaona faida yake. Katika Ufunuo tena 3, Ufunuo 3 mstari wa 7, Ufunuo 3 mstari wa 8. Acha nisome Ufunuo 3 mstari wa 8. Biblia inasema ya kwamba nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, naye umelitunza neno langu, wala kulikana jina langu. Sasa kuna mlango ambao Yesu Kristo ameshaufungua na ameuweka mbele yako. Na huu mlango ambao ameweka mbele zako, bidii yako. Ni wewe mwenyewe ambao utakayeifungua. Ni wewe mwenyewe. Kwa hivyo anasema ya kwamba tazama mbele yako kuna mlango. Kumbe huu mlango hujauona kwa sababu kuna mambo hujafanya. Kuliambiwa kufanyike jambo fulani, wewe hukufanya. Kukaambiwa kufanyike hii, wewe hukufanya. Kwa sababu mlango tayari uko wazi. Kumbe mlango hata umefunguliwa. Lakini yale mambo na masharti uliambiwa ufanye. Wewe angalia msichana, yale mambo uliambiwa. Wewe angalia wewe mfulana, mambo uliambiwa. Wewe angalia mwanafunzi, yale mambo. Mlango umefunguliwa. Wewe angalia hata wewe, hata sisi tujiangalia wachungaji. Mlango imefunguliwa katika mahubiri, mlango umefunguliwa. Yesu alipokufa na akafufuka, alifungua mlango. Na ndipo anasema siku ya leo, nimefungua mlango. Aliponenda kaburini na akafufuka, alipopigwa viboko, kuna mambo ambayo alifungua, mambo ya magonjwa. Na tutaangalia kwamba faida za mlango kufunguka, kuna faida za mlango kufunguka. Kuna mambo ambayo haitakuwa ya kawaida mlango ikifunguka, kwa sababu mlango uko mbele yako na umefunguliwa. Wewe ambao ungependa hata kuolewa, wewe ungependa hata kuoa, wewe ungependa kufungua biashara, wewe ambao ungetaka kuwa hata mhubiri kama vile nimesimama mbele yako siku ya leo, wewe mlango umefunguliwa. Lakini kuna mambo ambayo wewe unatakiwa uweze ukajifunza, uweze ukajitoa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo 16:18 na 19 ya kwamba Petro akaambiwa, sasa nitakupatia kifunguo. Kuna mambo ambayo nitakufundisha. Yesu akamwambia, sasa ufunguo nitakupa, na nikikupa huo ufunguo hakuna kitu itakuzuia kufungua. Kwa hivyo kuna milango ama kuna mlango ambao wewe hujafungua, na Yesu wako tayari kukupatia ufunguo. Akamwambia Petro, sasa wewe kuna mambo ambayo umeyajua, nitakupa. Na Yesu anapanda kufunguo kila wakati ili ufungue huo mlango. Vile unaona unahangaika, ni ufunguo hujachukua, mlango umefunguliwa. Na kama hujafunguliwa atakupa ufunguo, na akisha kupa ufunguo, bila shaka utafurahia. Na hata siku ya leo ni hivyo tu, ambapo ninajua ufunguo huu ambao tutapewa, tutakuwa na faida ya kuwa na ufunguo ukitembea. Kuna watu ambao wanafurahiaga sana kuwa na ufunguo ya magari mengi, ya rooms zao ni nyingi, na akisha shika huo ufunguo anajuanga kwamba bila shaka. Huwa naona wale ambao wako na magari sana wekagi kifunguo kwa mfuko. Naonaga sana hata akifunga gari akienda kwa meza yake, hata kama ni kukula anakula. Sijui kama ni kifunguo itosheagi ama ni sheria, sijajua. Lakini huwa naona wale wako na gari hawawekagi kifunguo kwa mfuko. Sana naonaga wanatembea nayo. Sijajua ni, lakini ni kujua kwamba akoshua ya kwamba atafungua. Akoshua hiyo kifunguo ni ya hiyo gari. Na ndio maana labda haweki chini. Otherwise Mungu ni mwema. Sijasema ni vibaya kuweka kifunguo kwa meza unapokula ama unapotembea, lakini huwa naona hivyo. Na kitaka tuangalie kidogo faida ya mlango ambao umefunguliwa. Mlango ambao umefunguliwa kuna faida yake. Katika Wafalme wa Pili 4:7
kuna dada moja ambaye alikuwa na shida sana ya watoto wake kuchukuliwa kwa deni, lakini Bible inasema ya kwamba akakuta mtumishi wa Mungu kanisani akamwambia, mimi nataka watoto wangu watachotwa, lakini akamwambia mlango ukifunguliwa haina shida. Basi najua kwamba hiyo kitabu tunaijua, kitabu cha Wafalme. Biblia inasema ya kwamba Wafalme wa pili 4:7 mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda omba mitungi, na alipoenda kuomba mitungi akakuja akaweka mafuta, na alipoweka mafuta Biblia inasema katika mstari wa 7 akamwambia, sasa nenda ukauze yale mafuta. Na yale mafuta ni kwa sababu mlango tayari uko umefunguka. Hata nawe kuna kitu ambacho imezalia ya mlango kufunguka, na siku ya leo hata nami na wewe tunapofurahia mlango kufunguka, bila shaka mlango huo ulipofunguka ya kuuza mafuta, maana alikuwa na shida. Huyu mama alikuwa ameumia, huyu mama mtoto wake alikuwa achukuliwe mateka aende akafanywe mfanyikazi wa shamba ama wa mateso. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 7 Biblia inasema vizuri kabisa ati ya kwamba akamwambia, wewe nenda ukauze yale mafuta, maana mitungi ilikuwa imejaa yale. Na mlango wako ukifunguka ni hivyo, hata wewe ndivyo itakavyokuwa. Ni mlango wa ule dada ilifunguka, kwa sababu alimwambia, mimi roho yangu nimekupa, ile kitu niko nayo ni imani kidogo. Hata nawe ni hivyo hivyo tutakavyofanya. Mtu ambaye ako na imani, mtu ambaye ako na ile kitu kidogo ndio inahitajika. Na hata siku ya leo yule mama akaenda akauza, na nafikiri hata siku ya leo anapoishi anajua kwamba yeye alienda akafungua wholesale, alienda akapendeza watu na majirani na familia. Nataka kuangalia mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Esther. Esther, mlango wako ulifunguka, na alikuwa yeye ni yatima, hakuwa na mtu yote anamjua, kwa sababu alikuwa ameenda katika nchi ya ugenini. Lakini Biblia inasema ya kwamba huyu Esther, kitabu cha Esther 2 mstari wa 17, yule Vashti ambaye alikuwa mke wa mfalme alikataa kwenda sherehe. Alipenda sana kuonyeshana, mfalme alitaka kuonyeshana bibi yake, lakini Vashti akakataa. Na ndipo hapo mlango wa Esther ulifunguka. Kumbe mlango wa Esther ulipokuwa umefunguka ni mateso ya mtu mwingine. Kumbe hata huwa naona wakati mwingine gari ikiharibika, mechanic huwa anafurahia wamepata kazi. Mtu akigonjeka, daktari anapata kazi. So kuna mahali nyingine kuharibika kwa upande mwingine ni mzuri. Mlango ulipofunguka, na sijasema hiyo ni vibaya wanafanya, lakini tuangalie kwamba Vashti alipokataa kutokea pale kuonyeshanwa, hapo ndipo mlango wa Esther ulifunguka. Na hata nawe ninajua kuna mambo ambayo yatafunguka. Kama ni mtu atafutwa kazi, sawa. Kama ni mtu ataondolewa pale ambapo wako, kama ni mtu atafunga biashara, abadilisha biashara iwe nyingine. Sisemi afunge biashara atisike, lakini abadilishe biashara ili nawe uende uweke ile biashara ambayo unaona kama itakusaidia pale. Na ninajua kwamba Biblia inasema ya kwamba na Esther akawa wa kuolewa. Esther akawa mfalme, yani mbikira, yani wa mfalme, mke wa mfalme, na akawa wa kuinuliwa, na akawa wa kufurahisha. Na sasa angalia tena katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1 mstari wa 19 na mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba Hana tumbo lake lilikuwa limefungwa, alikuwa amefungwa tumbo lake, lakini Biblia inasema ya kwamba mlango ulipofunguka wa Hana, Bible inasema ya kwamba alipotoka Shilo. Hiyo kitabu ni mzuri sana. Alipotoka Shilo, Biblia inasema ya kwamba mlango ukafunguka. Na mlango ulipofunguka haikugojewa. Mlango Samueli wa kwanza 1 mstari wa 19 huwa inanifurahisha kwa sababu inasema walipokuwa kanisani wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama kwao. Na Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kwa hivyo siku ya leo inaweza kuwa ndio wakati wako ambapo mlango wako unafunguka, unapata mtoto. Na ukumbuka hata pia kitabu cha Mwanzo 26, Isaka akavuna wakati kulikuwa na jua kali sana. Kwa hivyo nataka kufika hapo siku ya leo nikijua kwamba mlango wako ukifunguka, maisha yako yatakuwa yamegeuka na maisha yako yatakuwa sawa. Sukuma tu mlango wako, omba, fanya kazi, jitolee, na utakuwa wa kuinuliwa. Kwa hivyo wewe uko hapo na hujaokoka, unaweza ukasema mlango utafunguka. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi,
vuta jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo nimeokoka na nimeamini. Amen. Utatafuta kanisa ambalo linaomba Yesu Kristo na kukufundisha jinsi ya mlango utakavyofunguka na utafika mbinguni. Nataka nikakwambia kwamba naitwa James Muigai, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na najua kwamba utakapofuata mahubiri hapo ambapo unaenda, kama una kanisa, tafuta kanisa ambao utaenda, na najua kwamba Bwana ni mwema. Nataka niombe na wewe, halafu tutafunga kipindi siku ya leo. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya yale yote ambayo umetupatia siku ya leo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya uwezo wako. Tazama mfalme, unakukumbusha ya kwamba kuna mlango ambao uko mbele zetu umefunguliwa, tuweze tukafanya bidii, tukaweza tukaingia huyo mlango, maana mlango ni mwembamba na inahitaji bidii zetu tukaweza, Baba Yesu Kristo wako mtakatifu na malaika kutuongoza. Baba, kuwa pamoja nasi, tuelekeze kwa mapenzi yako, na ni katika jina Kristo leo mkombozi Baba naomba na kuamini. Amen. Basi Mungu akubariki na akutende wema. Tutakutana tena wakati huo mwingine. Mungu awe nanyi daima. Asante.